Ninayo furaha sana siku ya leo kuwa nanyi. Ninyi ni watumishi wenzangu, lakini ninyi ni watumishi wa TARURA ambapo mnashughulika zaidi na barabara za vijijini, ambapo ninyi ni kama taasisi mtambuka ambayo mnategemewa sana na taasisi nyingine. Taasisi zinazoshughulika na masuala ya afya, nyie msipofanya wajibu wenu vizuri hawezi kufanya chochote. Watu wa uchumi, nyie msipofanya vizuri uchumi hauwezi ukaenda popote. Lakini tukiangalia watu wa elimu, bila ninyi kufanya vizuri watu wa elimu hawawezi kufanya chochote. Vivyo hivyo kwa idara zote. Kwa hiyo wewe kama mtumishi wa TARURA, jua ya kwamba unao wajibu mkubwa kama kichocheo, kama kiunganishi cha kuhakikisha ya kwamba hata idara zingine zinafanya kazi na zinawatumikia wananchi. Na kama kuna kero ambayo wananchi boga hawawezi kuivumilia, ukifika mahali ukasikia mahali pale hapapitiki, kwa kweli inakuwa ni kero kubwa, na viongozi wote inakuwa yani hatuwezi kulala. Kwa hiyo ninyi, usingizi wetu sisi viongozi unatokana na ninyi. Lakini taarifa ile ilipelekea kuleta maelekezo. Na elekezo moja hapa ambalo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa mwenyewe alitaka na alisisitiza, na ikawa ni azimio la kikao, ni kwamba tuweze kuona tunatumiaje rasilimali mawe ambayo tulionayo kwa mkoa wa Singida. Tunajengaje sasa, tunatumiaje hiyo rasilimali kujenga barabara zetu, na hatimaye tukawa na barabara imara zaidi. Barabara za udongo, changarawe, ni kweli tunajitahidi, lakini unakuta mara mvua imenyesha na nini inachukuliwa, inasombwa. Kwa hiyo akaona ni vyema atoe hilo elekezo, na hiyo ilikuwa ni maagizo ya kikao, na nina hakika kabisa kwamba kwa kikao hiki ambapo kwa umoja wenu mnakwenda kujadiliana, nyie ni wataalamu, nyie ni wasomi, kiongozi akitoa maelekezo mnachakata yale maelekezo kwenye utaratibu wa kitaalamu, najua kwamba mtafanyia vipi maelekezo hayo. Kwa hiyo katika hilo ninategemea baada ya hapa mtaleta kwamba mmeona tutekeleza kwa utaratibu gani, ili mwisho wa siku tuweze kutekeleza maelekezo ya kikao. Ungejua kinachomtambulisha mtu sio nafasi ulioishika. Kinachomtambulisha mtu katika ofisi ni jitihada yako ya kufanya kazi katika nafasi ulionayo. Yawezekana mtu ni injinia asifahamike na wala asiheshimike kutokana na jinsi ambavyo anatekeleza kazi yake, lakini mwingine akawa tu na cheo kidogo, akawa ni mhudumu, na kwa kuwa anavyohudumia watu, anavyokarimu watu, akitumwa anavyokwenda kwa haraka, anavyoleta, yani anavyowajibika katika nafasi yake kamilifu, akawa anaonekana ana mchango mkubwa zaidi kwenye ofisi kuliko mtu ambaye ana cheo kikubwa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa hivi hali ya utumishi imebadilika. Msifikiri ni kama vile zamani, uzembe wa zamani. Kila mmoja anapimwa. Inawezekana ukawa unafikiri kwamba meneja hapa ataniona wapi huku. Macho ya serikali ni mengi. Nataka niwaambie hili na muelewe. Yawezekana wewe kila siku unachelewa kazini, unajibanza, unakwenda unaandika pale, au unafanya taratibu unajiandika, lakini macho ya serikali na masikio ni mengi. Lazima mlifahamu hili. Utashangaa tu unakuja unaletewa kwamba wewe katika utumishi wako imeonekana hivi. Na huo utaratibu sisi pia Singida tumeuanza kufuatilia mienendo ya watumishi wanavyofanya kazi. Uwe ni mhudumu, uwe ni meneja, tunafuatilia kuwahi kazini, tunafuatilia lugha unazojibu wananchi, tunafuatilia. Manake kila nafasi unaojibu mwananchi unafanya kazi kwa niaba ya Mheshimiwa Rais. Sababu Mheshimiwa Rais ametuma kazi. Sasa wewe kama utakuwa hujibu watu vizuri, mtu anakuuliza kitu kidogo tu, unasema mimi sihusiki, hebu nenda kule, hilo sio jibu sahihi. Kila jambo linakuhusu. Kama unajua husiki wewe, mwananchi hajui kwamba wewe huko kwenye ile kitengo, ni jukumu lako wewe kumchukua yule mwananchi, kumpeleka pale ambapo atakwenda kupatiwa huduma, na umwambie dada fulani au kaka fulani, meneja, engineer, nimemleta mama huyu ana changamoto yake, pale tulipopitisha barabara tumemega kidogo sehemu yake ya eneo lake la shamba. Kwa hiyo amekuja kunieleza
nimekukabidhi na kukabidhi wewe uweze kumsaidia mama, huyu atakusaidia zaidi na karibu sana. Mteja ni nani? Ni mfalme. Hiyo ndio inayotakiwa. Mteja ni mfalme. Kwa hiyo useme kwamba mimi sihusiki, kawaulize huko. Kwani hawajakwambia kwamba wanaoshughulikia barabara, mimi hapa sishughulikii barabara? Sasa hayo sio. Mwananchi akitoka kijijini hajui anayeshughulikia barabara ni yupi, hajui dereva ni yupi, hajui nani ni nani. Yeye anajua ile ndio ofisi ya serikali. Kwa hiyo akiingia pale kwenye ofisi ya serikali, kila atakayemkuta lazima ahudumiwe. Kwa hiyo masuala ya ushirikiano, masuala ya mawasiliano, tuwasiliane vizuri. Lugha zinazotumika kwetu sisi kwa sisi ziwe lugha za upendo, lugha za kueleweshana, lugha zenye tija za kupeleka, za kuleta maendeleo, za kuleta mafanikio katika taasisi. Sio lugha za kukatishana tamaa, sio lugha za kudhalilishana, sio lugha za kuonyesha kwamba mimi ni bosi, wewe sio bosi. Hapana. Ndio maana tunatakiwa ushirikiano. Mimi nimefurahi sana meneja ukisema tumepewa maelekezo katika kikao chetu hiki tutajadili. Yawezekana dereva asijue utaratibu na utaalamu wa kujenga hiyo barabara ya nini, ya mawe, lakini akajua mahali ambapo mawe yanapatikana kwa wingi kabisa. Akasema jamani, hii barabara kwa kweli, kwa mfano sehemu ile pale, wengine ni wenyeji hapa, kuna mawe mengi, sasa tukapasua mawe ya kujenga barabara zote hizi. Jamani, huo ni mchango, sio mchango? Mchango. Kwa hiyo ni lazima tuheshimu kila mchango, kila mmoja. Yani wewe mtujichukua mimi ni mjinga, mnaje chukulia wewe ni mjinga, yani hujui chochote. Ufungue mlango wa kupokea mawazo, na kufanya hivyo tunakwenda kufanikiwa.